Mungu wangu, bro, hii ni kisanga ise. Labda naota. Kwa yule ambaye anajua kibutton cha kubonyeza ili kuhama Afrika, anisaidie. Maybe nitakuwa sawa. Kwa sababu, I don't believe this. Imagine, wewe ndo Sadio Mane, kapteni wa Senegali. Usiku kama huu unapigwa simu. Oya, bro, unakumbuka lile kombe la Afrika, AFCON tuliolibeba? Lile kombe lile inabidi warudishiwa Morocco. Wa Morocco wamekata rufaa, wanadai kwamba tulitoka uwanjani. Sasa kombe maamuzi yametoka kafu, inabidi lirudishwe kwa Morocco. Sisi sio washindi tena wa AFCON 2025. Unaweza ukajibuje hiyo statement? Sasa hiyo ndo taarifa ambayo imetoka usiku huu kwamba Morocco ndo washindi wa AFCON 2025. Washindi kwa sababu gani? Kwa sababu Senegali alitoka uwanjani wakati wa mchezo wa fainali. Kwa hiyo ni makosa makubwa, anatakiwa nyang'anywe ubingwa, na ubingwa anapewa Morocco. Kuanzia sasa Morocco ndo mabingwa wa AFCON 2025. Wanapewa ubingwa na wanapewa magoli 3, kana kwamba alishinda ile mechi ya fainali. Bro, kama Afrika hatujarogwa hii ni nini? Yaani aliyeturoga kwanza atakuwa alishakufa. Kwa sababu this is nonsense bro. Yaani ni vitu ambavyo havieleweki. Yaani huwezi hata kumwelezea mtu akakuelewa kwamba Morocco kuanzia sasa ndo mabingwa wa AFCON. Ni miezi 3 sasa imepita. Senegali walishasherehekea. Kombe lile limepelekwa mpaka kwenye sehemu za makumbusho. Sasa imagine sio mabingwa tena. Zile hela ambazo Senegali walipewa za ushindi, manake itabidi wanyang'anywe. Na lile taji lirudi, lisafiri kwenda Morocco, likakae kwenye makumbusho ya Morocco. Labda naota mimi. I don't understand this information. Sizielewi. Yaani ni information ambazo hazielezeki brother. By the way, hii taarifa ameweza kuiposti Fabrizio Romano dakika chache tu zilizopita kupitia katika ukurasa wake wa Instagram, akiweza kuelezea hilo sakata kwamba Morocco alikata rufaa na imegundulika Senegal hawakustahili kubeba kombe la AFCON 2025. This is crazy man. This is crazy. I don't even understand.